Lakini kabla sijasema hayo, naomba nitoe pongezi za dhati kabisa kwa namna ambavyo umeendesha baraza letu. Kwa kweli nilikuwa nasikiliza kwa makini sana mjadala uliokuwepo katika uwasilishaji wa taarifa, hoja zilizokuwa zinaibuliwa na mheshimiwa madiwani na mrejesho wanaopata kutoka kwa aidha meza ama viongozi kutoka taasisi kuhusu masuala wanayosimamia. Kwa sababu kusema kweli, kwa mujibu wa muundo wa serikali yetu katika ngazi za local government, serikali za mitaa, baraza la madiwani ndio bunge la wananchi na ndilo linalojadili masuala mbalimbali na kutoa maelekezo mbalimbali kwa maana ya namna ya jinsi ambavyo shughuli za halmashauri zinazopaswa kuendeshwa. Kwa hiyo unaposikiliza mjadala uliokuwa unaendelea hapa, kwa kweli unakuwa na comfort kwamba kweli tunalo baraza ambalo shughuli zinazofanya zinaakisi uhalisia wa mahitaji ya wananchi. Kwa hiyo ongeza sana kwa kweli kwa jinsi ambavyo jambo hilo linafanyika. Inafurahisha. Nilikuwa nasikiliza hata waheshimiwa madiwani maswali wanayouliza kutoka kwa utulivu kabisa, mrejesho wanaopata. Mimi niwapongeze sana. Sasa baada ya pongezi hizo, nilikuwa naomba niseme mambo manne. Jambo la kwanza ni swala la mapato. Swala la mapato kwa mujibu wa bajeti ya mwaka huu wa fedha 2026-2027, halmashauri yetu ya Mbinga mji ile cap ya makadirio ya makusanyo ya mapato na matumizi ya mwaka huu wa fedha current financial year ni 5.7B makusanyo. Na sasa ndio tumaliza mwezi wa kwanza Julai, na tunaenda sasa tumeanza mwezi wa pili huu wa 8 ambao unaelekea mwishoni. Mwaka uliopita halmashauri yetu imefanya vizuri sana kwa sababu tumekusanya 94% ya makadirio ya malengo ambayo tuliwekewa yale ambayo yanapitishwa na bunge, ambayo ni zaidi ya ile minimum threshold ya 85% ambayo imewekwa na wizara kwamba walau halmashauri zetu ziwe zimekusanya 85% ya makadirio ya mapato na matumizi yaliyokuwa yanapitishwa na bunge. Sisi hapa tumefikisha kwa halmashauri ya Mbinga mji, mwaka uliopita wa fedha tulikusanya 94%. Sasa mwaka huu wa fedha current tulionayo tumewekewa makadirio ya bilioni 7.5 na ndio tumeanza safari. Mimi ni imani yangu na nayo imani kabisa kwamba kwa kasi na kwa mjadala naoona na kwa jinsi ambavyo naona hali iliyopo, sina shaka kwamba malengo haya ambayo tumewekewa tutafikisha na hata pengine kupita. Lakini pia ili tufanye hivyo, lazima tuwe na mikakati ya kufanya tufike pale. Kwa hiyo naomba sana mheshimiwa mwenyekiti pamoja na baraza lako kwamba tuendelee kama ambavyo tulikuwa tukifanya siku zote, kushirikiana kwa pamoja kwamba tuhakikishe kwamba ili lengo tulilowekewa la asilimia la bilioni 5.7, nadhani niko sawa sawa, bilioni 5.7 ya makusanyo kwa mwaka huu wa fedha ambao tunalifikia. Moja eneo ambalo ningependa swala la kilimo cha kahawa, kwa sababu kama tunavyofahamu wote kwenye wilaya yetu ya Mbinga tunao wakulima walau 61,000 kama na 61,700 ambao ni wakulima wa zao la kahawa kwa Mbinga. Lakini kwa Mbinga TC wakulima tulionao wa zao la kahawa kwenye hiyo orodha ninayozungumza ni walau watu 15,800 wanaolima kahawa. Sasa maeneo tunayotumia kwa ajili ya kilimo cha kahawa wanazungumzia Mbinga TC kwa ujumla ni kama hekta 183,000 kwa wilaya nzima. Kwa Mbinga TC eneo ambalo ni arable land,
eneo ambalo linafaa kwa ajili ya matumizi ya kilimo cha kahawa ni hekta 36,300 kama sikosea, ambazo zinafaa kwa ajili ya kilimo cha kahawa. Eneo ambalo linatumika kwa ajili ya kilimo cha kahawa sasa hivi ni half of it, hekta 17,500. Kwa hiyo eneo ambalo bado ni potential for expansion ni hekta 10,018 ambazo bado tunahitaji kuwekeza kwenye zao la kahawa. Kwa mimi ningetoa rai kwamba si jambo ambalo linaweza likachangia potential kwa ajili ya makusanyo tunayokusudia kwa mwaka huu wa fedha, lakini tunapojipanga kwa kipindi kirefu kwa ajili ya kuongeza uwezo wa halmashauri yetu kugenerate au kuongeza mapato yake, ili ni eneo moja ambalo ningependa nishauri baraza lione namna ambayo tunaweza likatoa msukumo kuhakikisha kwamba tuna exploit hii potential ambayo tunayo. Ukiangalia takwimu za mapato ambazo zinatokana na cess tunayo collect kwenye zao la kahawa, na of course baada ya kwamba sasa tumejaribu kusimamia vizuri ile nyanya iliyokuwepo mwaka wa fedha 23/24, Mbinga TC ilikusanya cess bilioni 500 plus kwenye makusanyo ya cess ambayo inaingia kwenye mapato ya halmashauri. 2024-25 ikaongezeka ikaenda bilioni 700 plus.